Wazazi wako wamekupa majina ya kizungu tu, huna jina la uji na wala huna jina la utani la kilugha chenu. Kiasi unajiuliza kwa nini? Vipi kama nikikwambia hawajakupa ili kukuepusha na laana ya jina la ukoo wenu? Uamini Sawa, sasa kaa hapo, tulia. Leo nina kikao na wewe. Mzigo unaanza kwa matangazo ya televisheni yakizungumzia vita vya Korea mwaka 1950. Wakati huo huo, tunaonyeshwa nyumba tulivu ambamo kuna mwanamke mjamzito aliyekuwa amejificha ndani ya kabati jembamba hivi, tena akishikilia pumzi yake kwa hofu ili isisikike nje. Ghafla, mwanaume aliyevaa kofia ya cowboy anaingia chumbani. Hali iliyokuwa tayari inatia wasiwasi inageuka kuwa ya kutisha zaidi pale mwanaume huyo anaposhuhudia tukio la kutisha zaidi. Mwanamke anajiua kwa kujinyonga mbele ya mwanaume huyo. Tukio hilo linamwacha mwanamke mjamzito aliyeko kabatini akiwa ameganda kwa hofu, akilazimika kubaki kimya kabisa ili asigunduliwe. Sasa kwa nini anajiua huyu, na kwa nini huyo jamaa hata hajatikisika? Hii ni hatari sana. Kabla hujaendelea, kwanza subscribe ili msisimko kama huu usikupite wakati mwingine tena. You are welcomed. Sasa mzigo unahamia katika chuo kikuu cha Marekani ambako tunakutana na Sophie Park, msichana Marekani mwenye asili ya Korea ambaye ameishi Marekani tangu utotoni mwake. Sophie ni mwanafunzi mpya chuoni hapa na hii ilikuwa ni siku yake ya kwanza kabisa, yani wale first year wale. Anakutana na mwanafunzi Mkorea anayemkaribisha kwa upole kujiunga na jumuiya ya wanafunzi wa Kikorea. Lakini Sophie anahisi aibu kwa sababu licha ya damu yake na muonekano wake kuwa ni wa Kikorea, hawezi kuzungumza Kikorea kabisa na hajui karibu chochote kuhusiana na utamaduni wa Korea. Kwa heshima anaukataa mwaliko huo kwa sababu mpango wake ulikuwa ni kusoma historia ya Marekani. Lakini anavunjika moyo baada ya kugundua kuwa darasa la historia ya Marekani tayari limejaa. Akiwa amevunjika moyo, anarudi kwenye chumba chake cha bweni na baadaye anashauriwa achague somo jingine. Hatimaye anaamua kujiandikisha kwenye somo la historia ya Korea karne ya 20 kama mbadala wa kukosa darasa la historia ya Marekani. Akiwa chumbani kwake, Sophie anampigia simu mama yake na kumuuliza kwa nini hakuwahi kufundishwa lugha au utamaduni wa Kikorea alipokuwa anakuwa. Mama yake anamweleza kuwa hata yeye hakuwahi kufundishwa pia, na hii ilikuwa ni taratibu ya bibi yake ambaye ndiye aliwapeleka na kuishi Marekani, kwamba hata majina yao ya Kikorea yaliepukwa kwa makusudi kwa kile kinachoaminika kuwa ni njia salama ya maisha ya Marekani. Unajua Wamarekani walivyokuwa wabaguzi kwa wakahisi labda kubadilisha majina na kutumia majina ya Kimarekani yangewafanya na wenyewe waonekane wa Marekani. Wakati wa mazungumzo hayo, Sophie anasikia sauti ya bibi yake nyuma akiwa anaonekana kutofurahishwa na mada hiyo, akidokeza kuwa kuna jambo lilopotea au kufichwa kwa muda mrefu ndani ya familia, hivyo haitajiki kukumbushwa kuhusiana na historia ya Korea. Baada ya simu kukatika, mazingira ya chumba cha Sophie yanabadilika ghafla. Kunakuwa na ukimya fulani hivi wa ajabu, na baada ya kuangalia juu ya paa lake anagundua maji yanavuja kutoka kwenye dari. Anajaribu kuchunguza chanzo. Ghafla mlango unagongwa na kutokana na ule ukimya ulikuwepo, anashtuka na anapofungua anakuta hakuna mtu. Anaufunga mlango akidhani labda ni planki tu za chuoni, lakini muda mfupi baadaye mlango unajifungua wenyewe na anapogeuka kwa hofu anakuta ni rafiki yake anaitwa Ari Han, ambaye huyu atakuwa ni roommate mwenzake. Si unajua wanafunzi wanaishije wawili wawili Siku inayofuata Sophie anahudhuria darasa la kwanza la chuoni hapo. Anakutana tena na yule mwanafunzi Mkorea aitwaye Brian Cole pamoja na wanafunzi wengine wenye asili ya Kikorea. Muda mfupi baadaye Profesa Mkorea anaingia darasani na kuanza utambulisho akitaja majina ya kila mwanafunzi wa darasani mule, lakini bahati mbaya Sophie ndiye mwanafunzi pekee asiye na jina la Kikorea miongoni mwa wanafunzi hao. Hii inamfanya aongeze kujihisi vibaya, anajiona kama vile tofauti kidogo. Jioni hiyo Sophie anatoka na marafiki zake kwenda baa ili kupumzika, lakini katika hali ya maongezi ya kirafiki Sophie anakiri kwamba hajui chochote kuhusiana na Korea isipokuwa ana jina ambalo lina asili ya Kikorea na jina hilo haifahamu maana yake, na hapa anawaomba marafiki zake wamsaidie kutafsiri ya jina lake. Lakini mara jina hilo linapotamkwa, tukio la ajabu linatokea. Simu ya Sophie inaanza kuwaka kama vile imepigwa na shoti hivi, na ghafla inawaunguza mkononi na kuiangusha.
Arusha. Tukio hilo linawaacha wote wakiwa wamechanganyikiwa bila maelezo ya nini kimetokea. Mwisho wa wiki, Sophie anatembelea nyumbani kwa bibi yake ambako wazazi wake pia wanaishi. Bibi yake anapomuuliza kuhusiana na maisha ya chuoni, Sophie anaeleza jinsi anavyosikitishwa na namna ambavyo yeye hafahamu chochote kuhusiana na Wakorea, na zaidi anaeleza mapenzi yake kuhusiana na tamaduni za Kikorea, hasa baada ya kujiunga kwenye darasa hili jipya la historia ya Korea. Kauli hii inamkasirisha sana bibi yake, anaonyesha hasira kali kana kwamba Sophie amegusa siri nzito ambayo haikuwa inatakiwa kuguswa. Bila maelezo, bibi yake anaondoka mezani ghafla. Baada ya hapo, baba yake Sophie anakiri kwa kusitasita kuwa kila mwanafamilia alipewa jina la Kikorea alipozaliwa, lakini majina hayo hayakuwahi kutumika. Na hapa anaeleza kuwa haelewi kikamilifu sababu za kwa nini uamuzi huo ulikuwa bibi yao peke yake. Mama yake Sophie anajaribu kupunguza hali ya mtafaruku mezani hapo, na hapa mama anamuomba Sophie aende kuzungumza na bibi yake. So unajua tena mkubwa akosei, Kwa hiyo Sophie anajikusanya na kwenda chumbani kumuomba radhi bibi yake. Katika mazungumzo yao, bibi yake anafichua sehemu ya historia yake, akisema alimpeleka mama yake Marekani akiwa mdogo ili kuwalinda dhidi ya laana iliyokuwa ikiwafuatilia hasa ukoo wao kwa vizazi na vizazi. Na hapa anamlazimisha Sophie kuahidi kutotumia jina lake la Kikorea kamwe, akidai hiyo ndiyo njia pekee ya kuwalinda, kwani kama watatumia majina yao Kikorea watakuwa wameivuta laana ambayo wao wamekuwa wakiishi kuiepuka. Sophie haamini hadithi hiyo, hali inayozua mvutano mkubwa kati yake yeye na bibi yake, kiasi bibi yake anapoteza udhibiti wa hasira zake na kumtandika kibao Sophie. Kwa ghadhabu, Sophie anaondoka nyumbani usiku huo huo akiwa ameumia na mwenye hasira kinoma noma. Akiwa anaendesha gari yake bila mwelekeo, Sophie anaishia kwenye baa hii, na huku anakutana na mwanaume mwenye asili ya Kikorea. Mwanaume huyu anaitwa Jun. Hapa Sophie anapata rafiki mpya, na rafiki huyu aitwaye Jun anaahidi kumfundisha Kikorea. Wanapoachana, Sophie anachukua namba ya mshikaji bila kusita. Si unajua tena na wenyewe kuna wakati wanalegea hivi. Uhusiano wao unakuwa kwa haraka, lakini Sophie anasisitiza kuwa anahitaji kukifahamu Kikorea, na Jun anampa sharti moja, anamwambia ili nikufundishe Kikorea basi inabidi uniambie jina lako la Kikorea. Na Sophie anamwahidi Jun kumwambia jina lake la Kikorea. Baadaye Sophie anamleta Jun nyumbani. Wazazi wake wanampokea vizuri, lakini bibi yake anamwangalia kwa macho ya kutisha hivi, kana kwamba kuna kitu ameanza kukihisi kati ya Jun na Sophie. Sasa Jun katika utambulisho wake alikuwa amebeba zawadi ambayo hii aliahidi kuipeleka kwa bibi yake na Sophie, na leo ndio siku ya kuikabidhi zawadi hiyo. Jun anapomkabidhi bibi yake na Sophie zawadi hii, ghafla bibi anaipiga hii zawadi kana kwamba imemkumbusha kumbukumbu ambayo hakuwa anataka kuikumbuka, na hapa anaanza kumuita Jun majina ya ajabu na kumwambia kuwa hahitajiki kwenye familia hii. Hii inamwachia Jun maswali mengi na inaleta picha mbaya machoni kwa Sophie. Sasa baada ya Jun kuja kwenye familia ya kina Sophie, matukio ya ajabu yanaanza kujitokeza kwa Sophie. Ndoto za ajabu, sauti za kunong'ona na picha zisizoeleweka, na humu anamuona mwanaume mmoja mwenye kofia ya cowboy. Sasa bibi yake na Sophie anaamua kukata mzizi wa fitna kwa kumwonyesha picha ya mama yake aliyejiua zamani, na anafichua kuwa Jun si mwanaume na wala si binadamu wa kawaida, bali ni roho ya kulipiza kisasi iliyojitokeza baada ya jina la Kikorea kutamkwa. Maana yake ni kwamba yule mwanaume handsome ambaye aliyejitambulisha kuwa anaitwa Jun kwa Sophie ni pepo lililokuwa linawawinda, na kwamba baada tu ya jina la Kikorea la Sophie kutamkwa kwenye dunia hii mpya wanayoishi, pepo hilo limewapata na sasa hivi linawaandama. Sasa bibi anaeleza kuwa mwanaume huyo amekuja na laana ambayo huwafanya wanawake wa ukoo wao kupoteza akili hadi kujiua. Bibi yake anaeleza kuwa mama yake alijitoa mhanga kuokoa kizazi kijacho, lakini laana haikuondoka kabisa bali ilicheleweshwa. Sasa Sophie anapata shauku ya kutaka kuchimbua zaidi kuhusiana na historia yao. Hapa anamchukua rafiki yake yule bedroom mwenzake na wanaenda kwenye maktaba ya shule kujaribu kuchimbua kuhusiana na historia ya Kikorea, pengine atapata kitu. Huku anakutana na makabrasha yanayoeleza kuwa wao waliwahi kuwa matajiri kinoma noma huko Korea, na kwamba familia yake ilikumbwa na balaa baada ya mmoja katika familia yao kufanya tukio la kutoa ujauzito ambao huu ulisababisha familia ya kina Sophie kuanza kufuatiliwa na mzimu wa familia ya mwanaume ambao mimba yao ilitolewa. Na hapa wanagundua mwanaume huyo anaitwa Chung-il, na wanagundua kuwa mwanaume huyo ndiye anayewasumbua, kwa maana ya kwamba Jun ndiyo Chung-il. Wakiwa wanafukua makabrasha, unatokea mzimu unaofuata, na hapa wakaendelea kujaribu kuuzuia mzimu huo kwa kutaja majina tofauti ya Kikorea, na wanapotaja jina la Chung-il mzimu huu unashindwa kuwazuru, na hapa wanafahamu ya kwamba mbwa umjuae jina hawezi kukusumbua. Sasa mzimu wa Jun unamfuata Sophie hospitalini ambako bibi yake alikuwa amelazwa baada ya kupata mshituko wa kugundua kuwa sasa hivi wamerudi kwenye mikono
mikono ya Chang-il, Jun yule mwanaume ambaye ndiye mzimu mwenyewe unayewafuata mara kadhaa ukoo wao wote. Hapa Jun anamtaka Sophie ajiue ili wawe pamoja milele huko kwenye dunia ya kuzimu, na kwamba akifanya hivyo atakuwa amezuia familia yao kufuatwa na laana hii. Kabla hajafanya hivyo, bibi yake anaamka na kujichinja ili kumwokoa mjukuu wake na laana ya Jun, na hapa anaitoa sadaka ya vizazi vilivyopita, na kwamba anaamini atakuwa ameiepusha familia ya kina Sophie na kufuatwa na mzimu huu kwa yeye mwenyewe kujitoa sadaka. Familia inaondokana tena kutokana na laana hii. Hii inaifanya familia ya kina Sophie kuondoka kwenye maisha waliokuwa wanaishi nchini Marekani, na hapa inaonyeshwa kuanza maisha mapya kwa kutumia majina mapya mengine. Na Sophie anafahamu kwamba jukumu alilonalo ni kuhakikisha kuwa hakuna mtu anayefahamu majina ya asili yao, kwa maana ya majina ya ukoo wao, akijua kwamba maisha yake na maisha ya familia yao yanategemea asili hii. Hii inatupa picha ya kwamba wakati mwingine majina ya ukoo yanabeba laana za miaka na miaka. Inawezekana wewe pia ukawa ni miongoni mwa watu ambao majina yenu ya ukoo yanabeba laana hii. Ndio maana hata leo haufahamu chochote kuhusiana na jina lako, kwamba wewe unaitwa Manoge kama mimi. Hii ni Brain Swahili, mimi naitwa Manoge, Manoge. You're welcome. Subscribe.